في يوم الجمعة katika siku ya Ijumaa saa mnasa la yuwafiqu fiha al-'abd al-mu'min qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah. Mnasa katika siku ya Ijumaa ambalo saa hilo haliwafiki muislamu yoyote ambaye atakuwa amesimama yuwaswali au atakuwa yuwaswali muislamu huyo akiwa ameelekea kwa Allah jalla jalaluhu kwa dua au kwa sala, yas'alu Allah shay'an, yomwomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo lolote, illa a'tahu iyyah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa kila يوم الجمعة, kila siku ya Ijumaa. Si Ijumaa maalum, hii ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika kuitafuta saa hii ni saa ipi, kukatoka akwali nyingi za wanazuoni, na kauli iliyo rajihi iliyo na nguvu zaidi katika kulikagua hili saa ni saa lipi ni kauli mbili. Kwa hivyo kauli ya kwanza ambayo yategemeka kwa wanazuoni na kauli iliyo na nguvu, ina dalili, imesimama kwa dalili na hujja, ni kwamba hili saa ni saa ambalo lile saa linalokuwa katika siku ya Ijumaa min hini julusi al-khatib ila an tuqda as-salah, kuanzia khatibu wa Ijumaa pale anapokaa mpaka sala ya Ijumaa kumalizika. Hii ni kauli ya kwanza. Egemezo la kauli hii ni hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim, min hini an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salah, au min baini an julusi al-imam ila an tuqda as-salah, baina julusi al-imam, kuanzia kukaa kwa imam, yani khatibul Jumaa, kuanzia kukaa kwake ila an tuqda salah, mpaka wakati wa swala ya Ijumaa kumalizika. Na baadhi ya wanazuoni wamesema ni ile julusi ya kwanza inaanza pale, katika julusi ya kwanza pale imamu akikaa, kisha adhana inaadhiniwa baina yadai al-imam, ile nida ambayo inaharamisha biashara kwa Muislamu inaanza pale imamu anapokaa khatib, kisha baadaye inaendelea, kisha kuna kikao kingine pia, hicho kikao kimetajwa na wanazuoni. Kwa hivyo lile saa linaanza wakati huo mpaka swala ya Ijumaa kumalizika, ni saa ya kabuli. Alqaul athani pia nayo ni rajih, annaha akhiru sa'atin min an-nahari, ni saa la mwisho la mchana katika siku ya Ijumaa. Na uthibitisho wa kauli hii ni hadithi ya Abdullah ibn Salam, qala lahu sallallahu alayhi wasallam, hiya akhiru sa'atin min an-nahar, innaha akhiru sa'atin min an-nahari, ni lile saa la mwisho la mchana wa siku ya siku ya Ijumaa. Sasa lile saa la mwisho kabla al-ghurub ndio hilo saa la kabul, saa la ijaba. Mu'min idha salla, kishakuwa ameswali swala gani? Salatul asr, thumma jalasa, kisha akakaa katika kile kikao alichoswali salatul asr, akawa amekaa pale katika kikao chake, la yujlisuhu illa salat, hakuna kitu ambacho kitakuwa kimemfanya aketi kikao kile isipokuwa ni ile swala na ile dua na zile adhkari, fahuwa fi salatin, basi muislamu huyo atakuwa katika swala. Ndio maana ili tamko limekuja wa huwa qa'imun yusalli, maana yake si kwamba ni lazima awe atakuwa amesimama yusali, maana yake ni kwamba atakuwa ameswali asri, akakaa baada ya kuswali asri katika kikao chake kile akaendelea katika hicho kikao mpaka ghurubi shams, muislamu huyo atakuwa ameingia katika jumla ya wa huwa qa'imun yusalli. Kwa hivyo sasa ni muislamu afanye bidii, akiweza kuzitegea saa zote hizi mbili, fabiha wa ni'mat. Na wapo katika baadhi ahli ilmi ambao wameelemea zaidi katika hii kauli ya pili.